Hello, the Luck Mom family. Welcome to our live stream. In case you are new here, just feel most welcome. This is the right place to be. My name is the Luck Mom Deborah Nchoka. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia, and mostly I create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East. If you are facing any challenge, you can just reach me out for further direction. So where are you getting me from? We lost one of our sisters in Saudi Arabia, ambaye walisema alijinyongea kwa ofisi kwa njia tatanishi. I was able to see those photos. It was painful. It was painful. Na najua watu wa ile ofisi walikuwa wamekaziwa sana mambo ya kusambaza hizo picha. Because of their safety, tulijaribu pia kuwa protect. Kama watakubaliwa kushare officially from tomorrow, but I just saw the photos. They were not good. I'm just updating because the family has just made a group, and you know very well as the Luck Mom family, sisi huwa tuna chip in where we can. Nimekuja kushare the WhatsApp group. You can join the WhatsApp group, and wamepeana M-Pesa number ya one of the family members ambaye ni contact member sahi, anaitwa Luke Kissinger. Luke Kissinger ndio namba wamepeana, but you can join the WhatsApp for more updates. I've shared the link here. You can just join the link to shirikiane tuweze kusupport familia. It is not easy. It is not easy mtu kurudishwa kutoka deportation anaenda kukufia kwa ofisi. That is a big challenge. I'm just requesting the Luck Mom family, you follow the link and join the group for further directions. Tuone vile tunaweza kusupport on our part. But kuna mtu mwingine anaweza sema mimi naweza toa kitu kidogo. Wako na M-Pesa number. Na hiyo M-Pesa number is the one that will be used throughout. They have only one group. Mtu anaitwa Luke Kissinger. Ukiweka M-Pesa, mimi kazi yangu tu ni kusaidia penye naweza. Kama siwezi nasema siwezi. Namba yake ni 0726 681 780. Hiyo ndio contact family, na hiyo ndio M-Pesa namba yenye wamepeana. Anaitwa Luke Kissinger. Yeah. So in case you want to support the family, that is the number. Mimi kama Luck Mom family wasisanyi pesa ya matanga. I only ask the family, wananipatia namba ya yenye wako comfortable nayo, wananipea link. We just support them where we can. So personally, I don't carry out mchango. Huwa naomba familia link, wananipatia, then tuna join as the Luck Mom family. And this is the right also. This is one way. Wale watu wenye wako Gulf, wenye hamuna watu wenye hamjui nani yako Gulf, nani hayuko. This is the right time you can just join the group and make friends from the group. Tunaweza kusaidiana. Sometimes hizi group zinasaidia sana. Unapata watu wanaingia, wanajoin, mnajuana, mnasaidiana, which is okay. So I'm just encouraging each and every one of us, we can join the link and support the family where we can. Na pia ninaongelelea tu kidogo. Alex anasema welcome watching from Mombasa. Thank you. Faith Murahai na kupata kutoka Lebanon. Thank you. I just want to tell my sisters, ukifika deportation, tafadhali don't go back to the office. Maybe I'll be singing the same song for the whole of this month. Don't go to deportation. Kuna mwingine leo amefanya drama pale deportation hadi ameitiwa mpaka askari. Ametoa nguo zote na akasema siendi mahali kwa sababu wakati walikuwa anamwambia, alikuwa anaita ofisi umsaidie, walikataa. Hadi usiku
agents wamekuwa na ujinga fulani, mtu anakuambia toka nje utakujiwa na ofisi. Hakuna ofisi itakukujia kwa barabara. That is a lie. So huyo msichana alikaa pale, alikuja akashikwa na polisi akapelekwa deportation. Ile ofisi ilikuwa inamwambia tu location hawakuonekana. But vile amefikishwa deportation, ametolewa fingerprints, wamemuendea. Huyo msichana ametoa nguo zote, amekuwa wazimu, like amesema it's better. Na amekaa mwezi moja tu Saudi Arabia. Mtu asikwambia tukikaa Saudi Arabia mwezi moja uwezi deportiwa, you can be deported back. So finally wamemwacha ako deportation, walikuja kumchukua videos, lakini hiyo drama yake imemsaidia. Ninajua kuna watu wanakapitia, unafika the first month bado unashikwa na shida. Usiogope. Christine Michira anasema hi Deborah. Hi, how are you? Huyu ni ule Christine Michira mmoja ama kuna Christine mwingine? I have a friend tulisoma naye alikuwa anaitwa Christine Michira. Magimoga anasema watching from Riyadh, watching from Al Qasim. Eunice Omaura anasema Mungu awatie nguvu waliompoteza mpendwa wao. So guys, I'm just requesting watu wa join group. Na yule Kemboi aliuliwa na mwenzake. I will just update on that. Nimekuwa busy sana, but I will come with the whole story because watu wa the Lakmam family wananiuliza, nimeona watu wananiuliza Lakmam, mbona hujaongea hiyo story ya Kemboi? Nitaiongea nikipata information ya kutosha. Sometimes unajua unaweza kusema kitu alafu watu waseme oh Lakmam ulikuwa unakimbilia likes, ulikuwa unakimbilia views. I just want to know hiyo information vile iko. So nikikuja kupeana information, at least unapeana information yenye inaeleweka. We are learning from these cases. And then inaambia watu wa the Lakmam family, if you have a problem. I have seen a lady mwenye yako damam. Nimetagiwa hiyo video mwenye analia sana, ameachwa kwa nyumba akiwa mgonjwa. I want to remind you kuwa kupeana video without giving the details, guys, you're not going to get help that you need. That is why most of the time unaona ninaambia watu peana details zenyu, kila kitu, mpaka namba ya agent, mpaka majina. Pia niliona mwingine alikuwa ameumia titi. Ufai kusema ati agency yangu ni Lakmam, haupeani namba. You need to get somebody, you give the details. Usianze kusema unalia, yes wewe unaumia, but have you shared the details that I needed for you to get help? Unajua kufanya video na kuikue posted TikTok or Facebook like kama content tu without giving proper information, you are not going to get help. Ninajaribu kuput some sense kwa watu kidogo. We are radhi kidogo. Give me a minute, I'm coming. Yeah. Okay, hi mama, I need your help please. Faith, ukitaka usaidizi wangu unanitafuta. Kuja kwa inbox na namba yangu utaipata kwa hii page tu. I'm not going to share my number right now because nina share information ya matanga, so sitaki kumix. Kuja kwa inbox. Miteba anasema mami kuna demu mrembo pia amekuwa Iraq, boss wako amekataa kumkatia ticket.
na already amemaliza contract mpaka amekaa na 4 years, but boss wake anasema mpeleke nje akamtupe huko juu hataki kumkatia ticket. Okay, I'm going to talk on that right now. Damaris anasema I like mama ki Mungu watie nguvu wao wenye wamempoteza mpendo wao. Amen. Wakuma kiwa. Okay, guys, hello. Kuna hii kitu yenye nataka kuambia watu. Like, kama boss wako, huyo msichana wa kesi ya Iraq, I have it, anaitwa Agnes. Agnes, niliongea na yeye. You remember very well, we are doing tulikuwa tunafanya kesi ya Faith Karaoke, pia ofisi ilimtupa aende polisi. I'm just going to share this information, isaidie mtu mmoja ama wawili. Ukiona boss anasema kupeleke polisi, inamaanisha wako kuchukua kwa njia nzuri. Unaona? So the only way huyu msichana anaweza pewa clearance ni police kumclear, watamtoa fingerprints. And that is the only way anaweza. Niliongea na Agnes nikamwambia yeye hajafanyia mtu makosa, ofisi ndio walimuuza, akienda polisi ajieleze. Juu anasema bosi wake wa kwanza alisafiri out of the country. So polisi ndio itamclear peke yake, hakuna vile atakuwa cleared. Hata ukiwa pia Saudi Arabia, you have not been cleared, na kuna watu wanaenda deportation zingine zenye sio Riyadh. Riyadh wanachukuliwa juu polisi iko ndani. Kuna hizi towns zingine ukienda without the barua kutoka kwa polisi wanakukataa. So the only way ni kupitia polisi utolewe fingerprints so that waonyeshe uko cleared. So huyu msichana yeye anasema hataki kuenda jela na yeye anaogopa, ni uoga ako nayo. Ukienda pale anapelekwa deportation. Hata kuna deportation Iraq. Ni yeye anaenda atolewe fingerprints, yeye anaogopa. Ule boss mwenye ako na yeye sasa sio tajiri wake wa kwanza. Nilijaribu kumuelezea kuwa aende police station vile wanamuambia. Wao wanajua atakuwa cleared. Without that ataendelea kukaa kwa hiyo nyumba like she's not willing to move. Na hiyo ndio the only shortcut. So pia ukitumwa kwa polisi, kuna ofisi ukifika pale watakurudisha uende police station because wanataka uende utolewe fingerprints pale ukuwe cleared. Kuna papers zenye uwezi safiri kama hauna. So lazima ukuwe cleared kutoka kwa hiyo nchi ndio uweze kusafiri. So ukiona ndio maana naambianga watu waende deportation ama police station. Polisi watakufukuza. Kuna deportation zingine ukifika wanakurudisha, wanakutuma barua ya polisi. So kwa polisi ni kutolewa fingerprints. Hata watu wenye wameenda police station watawaambia, ukifika police station unatolewa fingerprints ndio ukuwe cleared. Kuna barua inatuma kwenda deportation. So ule msichana wa Iraq hakuna Kenya atafanya kwa sababu hiyo sio bosi wake wa kwanza. Huyu anasema, Lili anasema thanks madam for the good work you are doing, thank you. Maybe anasema kwa mboka, yani twashinda cha kuongea but tuachie Mungu ndio kila kitu kwa watu. Minyama nitasema mpaka nimalizane na Gulf, but God is will. Kitu tuombe Mungu afunike na damu yake. Okay, maybe Joyce anasema mama nakupenda tu bure kwa kazi yako na kujitolea kwako. May God protect you from your enemies attack. Thank you. Guys, vile mmejoin hapa hivi, I want people to join this WhatsApp group ya Margaret. Margaret ni mwenye walisema alijinyongea kwa ofisi ya Saudi Arabia. Alikuwa ametolewa kutoka deportation, alikuwa anakaa depressed. Wale watu wenye walikuwa deportation na yeye walijaribu kuelezea, na tunaomba tu kama unaweza guzwa you join the group, we support the family penye tunaweza. Jemtai Kosgei, hi, I'm watching from Dubai. Thank you. Pia nilikuwa ni link nimekuja kushare na M-Pesa namba ukitaka kusaidia familia inakuja Luke Kissinger. Namba yake ni 0726681780. Hiyo ni namba ya family member wa Margaret. Na kuna mtu nimeona, kuna watu kuna one of my followers amenipigia simu akaniambia, Naomi anasema hello, some cases sasa mimi kama nimefanya kazi hivi, in case ukiona hawezi kulipa tickets unaweza jisort tu na pesa yako for the safety of your life, ama hata hiyo ilikuwa shida. Shida sio kulipa ticket. Hawezi, hata ukilipa ticket and you have not been cleared, hauwezi safiri, hiyo ticket yako itachomeka.
anahitaji clearance. Like hizi exit zenye tunasema za Saudi Arabia. Pia yeye anafaa kuclear na ile anafaa kuwe cleared na serikali ya Iraq. Ndiye aweze kutoka Iraq. Hata akijikatia ticket hawezi safiri. Unajua we are just suffering out of ignorance because we don't have enough information. But when ukisikia tu jaribu what people are saying, usiogope, jaribu. Hakuna vile atatoka kama yuko cleared. Kila nchi iko na sheria yake. Kuna one of my followers amenipigia simu akaniambia, like mom, mimi ni follower wako. Bibi yangu ameuza vitu zote za nyumba, amedambu watoto hapo, ameenda training ya kwenda, ameenda seminar ya kwenda Qatar. I think something like that. Na akaniambia bibi yangu alikuwa amefanyiwa CS hajapona vizuri. Like ni vile tu ananifuatilia. Ameniambia like mom, hata huyo bibi yangu hata hajapona vizuri. Sasa mimi sijui vile nitamsaidia ama watafika huko tena aanze kusema yeye ni mgonjwa utafute msaada kwako. And I'm like, what is happening? Watu wenye wamefanyiwa CS, ukijua uko na kidonda usianze safari. Ukijua uko na kidonda usianze safari bana. Because kuna cases zingine I just ninawafukuza. Juu watu wataki kusikia. Hao watu hawana huruma. Magi Nyakundi is watching from Oman. Thank you. Magi anasema ndio maana tunaambia usiongeze contract road home. Unajua ukiwa na kidonda ya CS, my friend, hata mwingine alikuwa ananiambia like mama hiyo kidonda ya CS inachukuanga muda gani kupona? Like sasa mimi nimeshakuwa hadi daktari. Unachukuanga muda gani ndio usafiri? Akiniuliza tayari yako Saudi Arabia alishafika. Ati mimi unajua niko na mwaka mmoja na nilishakuja. Mwingine ndio huyo unaona bwana yake analia hapa. Anasema like mom ameenda training ya kwenda Qatar. Watu wenye wako nyumbani. Watu wenye mko nyumbani hakuna watu wanafanya training ya kwenda Qatar. Hakuna mtu anafanya seminar ya kwenda Dubai. Hakuna mtu anafanya seminar yenye inafanywa na training yote watu wanaelekea Saudi Arabia. Huyo mwanamke mwenye sasa vile amesema ati anaenda Qatar, anaenda seminar ya Qatar. Hakuna cha seminar ya Qatar wala Dubai. Watu wote wanaelekea Saudi Arabia. Ukisikia mtu anaenda training, watu wa training ni wenye wanaenda Saudi Arabia. Huyo mwanamke najua maybe anaweza ona hii video. Maybe naweza kusema hivi na bwana yake atashare na yeye. Ukiwa na kidonda ya CS tafadhali. Kazi yenye kwa Gulf ni kujitolea na ni ngumu. Tafadhali don't risk. Don't risk. Juu nimesikia vile huyo amenieleza mpaka akasema like mom sasa tutafanya aje? I'm just telling my people usianze kujitafutia mashida. Kama unaona uko na ulegevu fulani, hao watu sio mama yako ako pale, sio baba yako, sio dada yako. Wakianza kukutumia ni hivyo, unatumika vibaya. Juu utafanya kazi bila kupumzika. Alafu sasa ndio utaanza kukumbuka ulikuwa na CS. Wakati ulianza safari ulikuwa unajua ulikuwa na CS. Tafadhali tuache kujiletea shida. You can try something else. Tuache kujiletea shida because hao watu penye unaenda hakuna mtu anaenda kukuhurumia, unaenda kufanya kazi na wao hawatakuona wewe. Kitu itakuwa inawauma for the next 2 years ni ile pesa yenye walikununua ambayo ilikuwa pesa mingi. Let us be careful. Hapo ukilia hata ulie damu hakuna mtu atakuhurumia. Ni wewe tu. Ni wewe tu. So guys, I'm just requesting you join the group. Nimekuja kujoin. I just came up because of this group. I wanted to update on the group. Na nikaona wacha niongelele kidogo zile vitu zenye zinatu affect kama Team Strong. So if you want any help from the Lucky Mom, sifanyi kazi peke yangu, I do the work with the Lucky Mom family. You can just reach me out na ufanye summary when you are giving me cases because naona kama watu wengine wanajisahau. Mtu anapeana story ya 1 year, 2 years vile amekaa Saudi Arabia. My friend, go straight to the point. If you have a problem, sema mimi ni sijakula wiki moja, like mom chakula ni shida. Like mom nimemaliza contract sijakatiwa ticket. Usiende story mrefu. I'm attending many people na kila mtu anataka nimsikize. Unaona? So lazima
at least nisikize kila mtu. Let's be fair, watu wafanye summary when you want something. 2 to 3 minutes is enough to express yourself. Roda anasema hi mom, real ni fact. Huku yastahili uwe na moyo. No rest, no risk. Kushughulika bila kipimo. Car up 1 for 2 years. Yeah, so watu wasifikiria ati ni mchezo. Hapo ni kujituma. I just want to tell you that I'll keep on updating you. Thank you for your support. Umekuwa wa msaada kwangu, and I'll not forget to keep on appreciating your effort. Tukutane kesho for morning prayers. Tunafanya morning prayers. Here morning devotion inakuanga between 5 and 6 AM every weekday from Monday to Friday. Ukipata chance kuja tuanze siku with God's blessings. So let's join the group. Tuone what the family will say, tuone the way forward. We just want to follow, tuone if this lady is going to get justice. But kumbuka Kenya ni Kenya. Ukisha kufa kuna watu watafaidika na kuna wenye hawatafaidika. But let's remain united. I'm sharing these cases to the Lakmam family so that watu waone ni what happens mtu akikufia kwa ofisi. Atawahi pata justice. Aya, watu wenye nakufia kwa manyumba wanapatanga justice. I just want people to learn something. So let us join the group and support the family penye tunaweza. I think I have shared the link. I don't need to share it many times. For those who wanna join, you can just join. You can send anything you have to the number I've given out. Yeah, anaitwa Luku Kissinger 0726 681 780. So guys, thank you so much for tuning in. See you tomorrow. Bye.